watu wangu, tunaona baba Kafue. Maasira yake bado, ujeuri wake upo tu, lakini ni sawa. Watu wengine wanaona, wanasikia wanasema mmalizie huyo, huyo hawezi maliziwa. Baba Kafue ni lazima watoke naye huko. Kisa na maana baba Kafue ndio anajua, anaweza kujua kwenye baba Kedevu yuko. Baba Kafue ndio yaweza jua, kwa sababu baba Kafue yuasimamia hizo samaki huko wavuvi, yuasimamia pia vyakula, at the same time yuasimamia hizo mineral ambayo hao watu ambao uko timboni huko, wale wanaochimba hizo madini haya yajua. Kwa hivyo baba Kafue yuweza jua mahali baba Kedevu yuko, na ndio maana ni lazima watoke naye huko. Haya, sasa pia tukirudi kwa kina Sinedev, naona kama wamechukua muda mrefu pale kidogo, wajua kunkua usiku. Haya, alafu pia kuna kijana mmoja ambaye alikimbia. Ule katika wale walikuwa wawili, si waliweka mmoja chini na ule mwingine alikimbia mbio. Ule ambaye amekimbia mbio, wajua mkwenda wapi? Si atakwenda Itana na kunkua usiku. Atakwenda Itana huko au wafanya nini, wakujiwe. Na nimeona wamechukua muda, of which pia wajua baba Kafue naye si rahisi kukaa, si mtoto ambao utabeba tu mara moja twende. Waona vile alivyo na Njekedi, waona vile alivyo utukutu wake hujaisha tu. Bado ndio maswali yake hayo na nini hapo ndio inatuma wachukue huo muda, ambapo pia huo muda wameuchukua sana. Inatutia wasiwasi kwa sababu kumekuwa usiku na wale wavulana wameondoka, wameenda, na kuna wengine walikuwa wanachungulia wakaondoka. Tujuaje kama wameenda kuitana ili waje kuwa wengi? Jamani. Alafu pia na bado nashukuru Dev anafanya vizuri. Officer Fred akiwa ameangalia huku, utakuta yeye anapambana na hao wengine, anafanya kazi yake vizuri. Dev, unafanya vizuri, congratulations. Lazima utapata baba yako hapa, lazima utampata. Bado tuko nyuma yako, tunazidi kukuombea na utapata Afisa Jared na ule binti ya ule house manager atapatikana, na mtaokoa watu wengine ambao pia wako kwa shida huko. Sawa watu wangu, kindly like the video and subscribe, na tuzidi kuombea hawa watu jamani. Watu wangu na wapenda zaidi sana, na pia mimi huwa nawaombea, na pia mimi muniombee pia, tuombeane. Na tuombee pia hao watu wengine ambao pia hatujui, kwa sababu kuna wakati utajikuta wakati fulani hivi uwezi lala. Kama mimi hizi siku 3 sijalala tangia niliona huyu msichana wa Dev akienda, huyu msichana huyu akienda, nikaona Officer Gerard vile yuko na baba Kedevu yuko, silali usiku, nasikia vibaya sana, kinaniuma. Sasa wakati huo mimi tu naomba tu Mungu kuliko kukaa pale ukikaa. Sasa unakuta wakati mwingine unapitiliwa usingizi, unakuwa unaombea wenzako, na wakati unaombea wenzako Mungu anakuamsha uombee watu wengine ambao hauwajui. Ni mbegu unapanda, kwa sababu itafika wakati mwingine na wewe utakuwa na wakati mgumu ambao huwezi hata kuomba, nguvu zinakuisha, yani roho haikupi, unakuwa ni kama hata wasike kulala tu. Mungu huyo mmoja ataamsha watu wengine ambao hawakujui wakakuombea. Kwa hivyo tuzidi kuombea hawa watu, ni mbegu tunapanda, na siku ikifika ambao tunahitaji maombi, na Mungu atawanyima usingizi, na wao watuombee. Si sawa watu wangu? Nawapenda sana. Kindly subscribe kama huja subscribe, like the video, drop your comment, and may God bless you. Si ndio? Na muwe na usiku mwema, Mungu awalinde.